tunaona kwamba Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ni shujaa wetu, yeye mwenyewe anatusaidia. Na topic yetu inasema kwamba shujaa, a hero from above. Unayesikiliza mpendwa, God is saying I am the hero, mimi ni shujaa na hakuna yote anayemshinda Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe anasema kwamba mimi ni shujaa, na watu wengi wanatafuta shujaa. Unapoona kwamba mtu anasema kwamba huyu ni shujaa wa mpira, huyu ni shujaa wa kuendesha gari, huyu ni shujaa wa kufanya nini, huyu ni shujaa wa kufanya nini, na watu wanatafuta huyu shujaa. Je, ni nani? Mpenda jiulize, huyu shujaa ambaye tunazungumzia kila wakati, je, ni nani? Aliyeacha mbingu ni Yesu Kristo. Yeye sio tu shujaa wa hadithi, yeye si shujaa wa hadithi. Sikiliza, yeye mwenyewe ni mwokozi halisi wa wanadamu wote. Yeye mwenyewe ni halisi wa wanadamu wote. Yeye ni shujaa wa ulimwengu wote. Unaposimama, unapotembea, jua ya kwamba God is the power. God mwenyewe, Yesu mwenyewe ni shujaa wako. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yangu na wewe. Mwenyezi Mungu akamtuma mwana wake wa pekee ambaye ni shujaa, ili aweze awe mtetezi wa wana wake ambaye ni sisi na wewe, mimi na wewe kila wakati. Sikiliza, kuna mambo matatu ama 6 nitaweza kukupa ili uweze kuelewa mambo haya inasema nini. Sikiliza, alishuka kwa hiari. Mwenyezi Mungu akamtuma mwana wa pekee, akashuka kwa hiari yake yote ili afanye nini? Yesu akiwa sawa na Mungu, alitunyenyekeza akatufika mwili wa mwanadamu samani, akashuka duniani akatufika mwili wa mwanadamu. Sikiliza, nasema nini? Hakushuka kwa kutumwa, bali kwa upendo. Yeye mwenyewe hakushuka tu kwa kutumwa, bali alishuka kwa upendo wa wanadamu. Mimi na wewe unayenisikiliza, sikiliza, Yesu mwenyewe alishuka humu duniani si kwa kutumwa, bali tu kwa upendo wake, kwa sababu anatupenda. Yeye mwenyewe ni shujaa. Inaendelea kisema kwamba ni shujaa wa kipekee aliyejitoa hata kufa pale msalabani. Yes, Yesu Kristo alishuka kwa sababu ya pendo lake kwa wanadamu, na akakufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Akakufa pale msalabani kwa sababu yeye mwenyewe ni shujaa wetu. Tunamtegemea yeye kila wakati. Hasikiliza, tuweze kujua kwa sababu gani Yesu ni shujaa wetu. Siku moja mtoto mmoja alikuwa na baba yake, akatamani sana kujua ni nani aliye na nguvu kuliko kiumbe chochote humu duniani. Akaenda kwa baba yake akamuuliza, baba yangu, nataka nijue kwamba ni nani aliye na nguvu. Akauliza akasema kwamba Mungu wangu yupo wapi? Na akasema kwamba, je, baba yangu Shetani ako na nguvu kuliko mimi? Ndivyo baba yake akamuuliza, ndivyo, Shetani ako na nguvu kuliko wewe. Akarudi mara ya pili akasema kwamba, daddy, he's stronger than you. Je, Shetani ako na nguvu kuliko wewe? Baba yake akamuuliza, akamjibu akasema kwamba ndivyo, Shetani ako na nguvu kuliko mimi. Akarudi mara ya tatu akasema kwamba, daddy, je, Shetani ako na nguvu kuliko Mungu wetu? Baba yake akamuuliza kwamba Mwenyezi Mungu ako na nguvu kuliko Shetani. Tunaona kwamba Mungu wetu ni shujaa. Hakuna yeyote ambaye atakayemshinda. Yeye mwenyewe ni mtetezi wetu, anasimama kwa ajili yetu siku zote. Tunaendelea tukisema kwamba alipigana vita vya kiroho. Yeye mwenyewe alipigana vita vya kiroho. Yeye mwenyewe ni mtetezi wetu. Alikubaliana na majaribu ya Shetani. Yeye mwenyewe alikabiliana majaribu ya Shetani pale jangwani. Alikuwa shujaa, hakuanguka, alizidi kusimama hata ijapokuwa alikuwa na majaribu ya hapa na pale. Yeye mwenyewe alikuwa shujaa, alisimama, alipigana na vita vya kiroho. Inaendelea kusema kwamba hii inaonyesha ujasiri wake na kupigana wokovu wetu kwa silaha ya neno la Mwenyezi Mungu. Sikiliza, yaani mwenyewe
kama silaha ili mwenyewe awe shujaa wetu. Unayenisikiliza, Mwenyezi Mungu ni shujaa wetu tunapotembea. Yeye ni shujaa. La tatu nasema kwamba alitoa uhai wake kuonyesha kwamba yeye mwenyewe ni shujaa. Kitabu cha Yohana 10:17 hadi 18 tunaona kwamba Mwenyezi Mungu akamtuma mwana wake wa kipekee ambaye ni Yesu, atoe uhai wake, aoneshe ushujaa ambaye ako nao kwa ajili yetu sisi wote. Tunaona kwamba Mwenyezi Mungu alifanya jambo kizuri sana kumtuma mwana wake ili aweze kufanya jambo kizuri katika hii dunia, kuonyesha kwamba mwenyewe ni shujaa. Sikiliza, alifufuka na kutuahidi ushindi. Huyu Yesu alifufuka ili aweze kutuonesha ushindi. Wanadamu hakukeuka na kufa, lakini Yesu alishinda kaburi. Yeye ndiye shujaa pekee aliyeshinda kifo na kutuahidi uzima wa milele. Wakati Mwenyezi Mungu alimtuma mwana wake wa pekee hasa pale msalabani, akakufa na siku ya tatu akafufuka, akapaa. Tunaona kwamba alishinda kifo. Yeye mwenyewe ni shujaa. Tunaona kwamba mwanadamu anapokufa anapaka pale pale, lakini Yesu mwenyewe anapofufuka tunaona kwamba yeye mwenyewe ni shujaa. Yeye mwenyewe alishinda kiumbe chochote katika dunia hii. Alishinda kila kitu katika dunia hii. Ndio maana tunamwita Mwenyezi Mungu shujaa wetu alipomtuma mwana wake wa kipekee. Sikiliza, anakuja tena kwa utukufu. Yesu atarudi si kama mwana kondoo tena. Nitaweza kurudia hapo. Yesu arudi tena kama mwana kondoo, bali kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, kuwakomboa waliomwamini. Sikiliza, anarudi tena kama mfalme wa wafalme, kama Bwana wa mabwana, kwa sababu yeye mwenyewe ni shujaa wetu. Yeye mwenyewe ni pikanio letu. Tunaposhinda na lolote tunamlilia yeye, tunasema Mungu utusaidie. Mungu wetu tunaangamia, naye anasikia. Anasema kwamba sikio langu si fupi nisikusikie, na mkono wangu si fupi nisikutoe ndani ya shida. Yeye mwenyewe anatupigania kila wakati, na anasema kwamba njooni wote mliolemewa na mizigo, nami nitaweza kuwasaidia. Sikiliza, la mwisho linasema kwamba je, umemkubali shujaa kutoka juu? Swali linaja kwako, linasema kwamba je, umekubali huyu shujaa aliye mbinguni? Ni kwa sababu gani? Yeye mwenyewe anatupigania. Yeye mwenyewe alikufa na kufufuka siku ya tatu. Yeye mwenyewe aliweza kupigana na vita pale jangwani na shetani. Kulikuwa na majaribu hapa na pale, lakini Yesu mwenyewe alisimama imara, hakupindua akili yake. Yeye mwenyewe alisimama imara na akasema kwamba Mwenyezi Mungu hafai kudanganya. Mwenyezi Mungu amesema hii na hii. Mwenyezi Mungu anafaa kuabudiwa, si miungu mingine. Tunaona kwamba Yesu mwenyewe ni shujaa. Watu wa dunia hii wanajifunia mashujaa wa muda mfupi. Tunaona kwamba wanajifunia mashujaa wa muda mfupi, aliyekimbia sana na kuepuka mshindi ambaye ni Eliud Kipchoge. Tunamjifunia sana, tunasema kwamba yeye ni shujaa wa kukimbia, lakini hiyo ni ya muda mfupi. Lakini shujaa wa kweli na wa milele ni Yesu Kristo. Mnasemaje? Yes, yeye mwenyewe ni shujaa wa milele, lakini mashujaa wa hapa kina Ronaldo, wao ni mashujaa wa dunia. Hao ni mashujaa wa hapa na pale tu, lakini Yesu atazidi kuwa shujaa wa milele. Leo Yesu anakuita kwa upendo wake. Anasema kwamba mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa wako. Unapotembea, yeye ni shujaa wako. Unapolala, yeye ni shujaa wako. Nitaweza kumalizia maneno haya. Ndugu zangu, tulipolala ni yeye aliyetuamsha. Ndugu zangu, tulipofungua biashara ni yeye mwenyewe aliyewaleta wateja ili biashara yako iweze kuinuka. Ndugu zangu, tulipokuwa wagonjwa
Yeye mwenyewe alinyosha mkono wake wa kuume ili tuweze kupona. Ndugu zangu, nimejifunza kitu kimoja ndani ya maisha yangu, na hapo ninakupa matumaini unapoenda nyumbani, ya kwamba hata ijapokuwa niko na mkono wangu wa kushoto na mkono wangu wa kulia haufanyi kazi, mpendwa, nitazidi kumtegemea Mwenyezi Mungu. Pia na wewe mtegemea Mwenyezi Mungu, kwa maana ni shujaa wako kila wakati. Mtegemea Mwenyezi Mungu ijapokuwa hauna mikono yako. Msaidie kumtegemea Mwenyezi Mungu. Lingine ni kwamba hata ijapokuwa mguu wako wa kulia haufanyi kazi, utazidi kumtegemea Mwenyezi Mungu na mguu wako wa kushoto. Usione kwamba sifai tena, usijione kwamba ni nani ambaye atakaye nitetea. Sikiliza, shujaa wetu ni Mungu. Hataweza kusimama pamoja na wewe, hataweza kukuachilia. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe ni shujaa, anasimama pamoja na wewe. Will you follow the hero from above? Je, utamfuata shujaa aliye mbinguni? Je, utamfuata? Wangapi wataweza kumfuata shujaa aliye mbinguni? Tuweze kusimama ili tuweze kupata ombi la mwisho. Tunaomba. Mungu wa Isaka, Abrahamu na Elia, tukulilia wakati wa sasa Mwenyezi Mungu, kwamba sisi ni wana wako, sisi ni watoto wako Mwenyezi Mungu. Tunaumia ndani ya moyo wetu Mwenyezi Mungu, tunalia sana Mwenyezi Mungu, tuacha kwako, kwa maana wewe ni shujaa wetu, kwa maana wewe hakuna lolote ambalo linakushinda. Mungu wetu, watu wako katika senta hii wanakulilia kwa shujaa wao. Shuka katikati ya senta hii Mwenyezi Mungu, ili uweze kuwapigania. Ondoa yule mwovu ibilisi anayejaribu kuwapotosha Mwenyezi Mungu, kuwa shujaa wao wanapotembea, wanapoenda wapi Mwenyezi Mungu, wanapokuwa shambani, wanapokuwa biashara yao Mwenyezi Mungu, wa shujaa wao. Mungu wetu, simama pamoja na hao kila wakati, usiwaachilie, kwa maana wanakulilia kila wakati. Watoto wako Mwenyezi Mungu ni wa maana sana katika dunia hii. Mungu wetu, tuma malaika wako wote wanne, malaika wa moto, waweze kusingira sehemu hii, senta hii Mwenyezi Mungu, ili watu wako wawe na amani, upendo na utulivu wa amani. Mungu wetu, tuamini ya kwamba utatenda mema kuanzia sasa hadi mwisho wa dahari, katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Mungu aweze kubariki sana wana wa Mungu tunapoondoka tukienda